tiisha na tawala. Hizi ni kanuni za milele ambazo zisizobadilika na ambazo ndizo zinatuleta katika ukaribu na viumbe na ulimwengu ambao Mungu ametupa kuutawala. Ni katika kuielewa sauti ya Mungu, ni katika kufuata maagizo yake, maelekezo, ni katika kufuata menyu ambayo Mungu ametupatia, tunaweza kupata na kufikia hasa kile anachokusudia. Tukipishana maelekezo na Mungu, hatuwezi kufikia kile ambacho utekelezaji wa mamlaka ya usimamizi mwanadamu aliyopewa alikusudiwa kufanya. Kwa hiyo kanuni hizi 5 zinatufanya sisi tukae katika line ya Mungu. Inatufanya tubaki katika mapenzi ya Mungu. Na kwa hiyo maagizo haya 5 sio chaguzi, ni amri ambazo Mungu alimpatia mwanadamu katika mazingira kamili baada ya uumbaji. Haya si mapendekezo, haya si mambo tunayoweza kuchagua ama kuacha. Na haya Mungu anatarajia mwanadamu ayaweke katika matendo na kuyaishi. Na habari njema ni kwamba chochote Mungu anachokupatia kukifanya, anakupa na uwezo. Anapokupa wajibu, anakupa na uwezo. Kisa kimoja kinachoonyesha ukaribu na utendaji, alikuwepo bibi mmoja ambaye alikuwa anaenda likizo. Bibi huyu alikuwa hajawahi kupanda ndege, na mjukuu wake akamwambia, bibi, ninakuhakikishia ya kwamba utakuwa salama. Na kwa sababu utakuwa salama, wewe utarelax, nitakuja kukusalimu, nitatoka katika chumba cha rubani, nitakutembelea, na wakati wote utajisikia ya kwamba uko salama. Lakini wakati ndege ilipokuwa iko juu, huyu mjukuu akamwambia bibi, usio na wasiwasi kwa sababu nimerusha ndege kwa masaa kadhaa. Marubani wanatambuana umahiri wao wanapokutana ya kwamba wewe umekaa angani masaa mangapi. Kwa hiyo akawa anajaribu kumweleza bibi masaa aliyokaa angani, changamoto alizokutana nazo, na ya kwamba utafika salama, usio na wasiwasi. Bibi alikuwa amezoea kumuona rubani binti huyu akija kwenye boat, akiwa anamtia moyo, anamletea juice, anampa maelekezo. Bibi, sasa hapa tulipo, sasa tuko futi ngapi kutoka usawa bahari? Sasa itatuchukua masaa 2 kwenda kufika mahali tutakapokwenda. Na bibi akawa amepewa fursa ya kuja kugonga katika mlango wa rubani ikiwa kuna shida, anajisikia wasiwasi. Likapita lisali moja, bibi hajamuona mjukuu, na akaamua kwenda kwenye chumba cha rubani. Alipofika na kugonga, kuone mtu wa kumfungulia, na alipojaribu kufungua mlango na kuingia, kitu cha ajabu cha kushangaza, alikuta simu inaita na marubani wamelala. Sasa bibi akawa yuko katikati, anaangalia huku, watu wengine huku wanakunywa juisi, wanaangalia movie, wengine wako na mambo yao, na huku rubani wamelala. Kama yuko katikati, sasa abaki huku ama arudi awaambie watu. Lakini akili kamtuma, pokea simu ambayo inaita. Kwa kawaida kwenye ndege kuna air control ambao wako chini, wanaiona ndege inaenda kwa kasi, na mahali ambapo wanapita ni mahali ambapo walipaswa wapande juu, lakini wanaona ndege inaenda katika usawa usio sahihi, na wanajaribu kuwapa maelekezo nini cha kufanya, lakini marubani wamelala. Bibi anapopokea ile simu, hata wanaposikiliza sauti wanagundua hii sio ya rubani wetu, hii hapana, huyu ni mzee na hatuna rubani mzee kama huyu. Na anajieleza, mimi ni bibi wa fulani, nimekuja kwenye chumba cha marubani na marubani wamelala, sasa nifanyeje? Wanamwambia, sasa bibi, funga mlango wa rubani, muondoe mjukuu wako alipokaa kwenye kiti, alafu wewe kaa. Anasema nifanyeje? Anasema, wewe leo ndio utakuwa rubani wetu wa leo na utafikisha ndege salama. Kana kwamba bibi anahisi ya kwamba hawaelewi, anamwambia, mimi sijasomea rubani. Anasema, bibi, sikiliza, kaa kwenye kiti, sikiliza tunachokuambia ufanye, na ndege itafika salama. Tunajaribu kueleza ya kwamba tuko katika ulimwengu ambayo wakati fulani tunafikiri tunajua kinachoendelea. Kuna wakati tuko na watu ambao wamerelax katika dunia kana kwamba maisha yanaenda vizuri, lakini Biblia inatuambia shetani mwenyewe wakati wa Yesu kabla ya msalaba
alikuwa anajiita prince of this world, alikuwa anajiita mfalme wa ulimwengu huu, na direction anapotupeleka na watu tulio nao, si kila mtu anajua kinachoendelea katika ulimwengu huu. Na kwa hiyo tunachopaswa kufahamu ya kwamba rubani makini anayeweza kutuongoza ni Yesu, tunayeweza kumsikiliza katika kila kipengele, kuelewa lugha yake, kuelewa kusudi lake, kuelewa ya kwamba anaona air control aliyoko chini, anaona ndege inapokwenda, anaona hatari. Na huyu bibi, kisa kinasema kwamba akakaa, akaambia bibi, sasa unaona hapo mbele unaona kuna kitu kama gia unaona kuna bata, nisema sawa. Sasa hiyo ukirudisha hiyo ya kidogo, ndege itapanda juu. Sasa bibi anajaribu kurudisha, anaporudisha anaona ndege inapanda juu. Bibi anaruka na shakili. Na bibi, tulia, uko kwenye hatari. Unafanya kitu cha hatari. Na kwa hiyo kila anapoambiwa afanye kitu, anajikuta ya kwamba anafurahia. Bonyeza hiyo button itaongeza speed. Akibonyeza, bibi anashangilia, wanamwambia tulia. Jambo jema ilikuwa ni kwamba lugha aliyokuwa anaongea air controller na lugha anayoongea huyu bibi ni lugha moja. Kama ingekuwa huenda mmoja anaongea Kiswahili, mwingine anaongea Kiingereza, wasikilizani hawaelewani, mawasiliano yangekwama na kuongoza ndege kungeshindikana. Lakini kisa kinasema wakati walipokuwa kule chini, wakapiga simu ya kwamba kuna ndege inayoendeshwa na mtu ambaye si rubani, anapokea maelekezo na tunafanya utaratibu wa kuishusha kwa dharura. Na kwa hiyo magari yakaja ya zimamoto, na kwa hiyo waandishi wa habari wakasogea waone ajali itakayotokea. Lakini kisa kinasema ya kwamba bibi kwa kusikiliza, kwa kufanya, kwa kugusa, kwa maelekezo, ndege ikatua salama. Wakati ndege imetua salama, waandishi wa habari wanamwambia bibi, tuambie, uliwezaje kuiendesha hii ndege, kuirusha, na wewe kuna mafunzo? Akasema, nani amerusha ndege? Mimi? Hapana, mimi sikurusha ndege. Sasa imefikaje? Sasa mimi nilikuwa ninasikiliza ninachoambiwa, ninafanya. Nikawa ninaona vitu vinatokea, nikashangaa ndege imefika chini. Katika maisha ya Ukristo, Biblia inatuelekeza, Mungu anasema anatarajia matokeo ya kuzaa matunda. Lakini kitakachofanya tuzae matunda, moja ni kujua ya kwamba hatujui tunachokifanya wala hatujui tunapokwenda, na peke yetu hatuwezi. Lazima tumsikilize Yesu na kumtii na kumwamini. Amen. Lakini jambo lingine la pili, tunapaswa kuelewa zaidi ya kwamba ni mahusiano yetu ya maongezi, ya kupokea message, kuiamini na kutenda. Kuelewa pekee hakutatosha. Nataka niwatie moyo kwamba tuko katika juma hili la maombi. Watu watasikia, watu wataelewa, lakini haitakuwa na maana ikiwa watu hawatatii na kutenda. Matokeo hayaji kwa sababu kuna mtu amesikiliza na kuelewa, kwa sababu amekuwa na makusudi ya kwamba nitafanya, isipokuwa kuingia katika mchakato wa kutenda. Maagizo haya ni amri kuu ambazo Mungu amempatia mwanadamu. Hizo 5 si amri tu, bali pia ni kanuni katika kweli, kanuni za kutuelekeza kile tusichokielewa, kile ambacho kwa uwezo wetu hatufahamu, kama kanuni. Na maagizo haya 5 ni pendekezo la msingi la Mungu ambalo hutumika kama msingi wa mfumo wa imani. Ni seti kuu ya kanuni ama sheria ambayo dhana ya uwakili hufanya kazi. Tungeweza kusema ni system. Unajua, tunapozungumza namna ambavyo tunavyohusiana na Mungu na alivyotuambia, Mungu ni sawasawa na, kama tungetoa mfano ili tufanye kazi tuwe na muunganiko naye, ni sawasawa na simu, smartphone iliyonunuliwa dukani. Lakini hii smartphone haiwezi ikachukua message na kuzituma mpaka tumepakua app ya WhatsApp ili iingie katika smartphone. Na kwa hiyo kuna uwezekano kabisa mtu huyu ambaye tunaweza tukamfananisha na simu akawa na uwezo wa kufanya kile ambacho mtumiaji, mtengenezaji anataka,
lakini tatizo ni kwamba ndani yake hakuna app, hakuna ile soft copy ambayo inaweza kuingizwa katika simu ya kupakua, ili kuwe na mahusiano kati ya mtengenezaji afikie kusudi na kile kilichowekwa ndani. Kwa hiyo unaweza kuwa mwanadamu ambaye ni wakili na unaweza kufikia mapenzi ya Mungu, ila hakuna mahusiano kati ya ile programu ambayo Mungu anataka iingie kwenye moyo wako na uwezo ulio nao. Uwezo wa kuwa wakili upo, ila programu ya Mungu isipopokelewa pamoja na uwezo tulio nao, hakuna utendaji. Mwanadamu anapozitenda amri hizi tano, anatimiza mapenzi ya Mungu duniani na kutimiza kusudi la kuwepo kwake maisha, na anaishi maisha ya ukuu katika dunia. Kufanikiwa kuishi maisha ya kuheshimiwa au kuishi maisha yasiyo na maana itategemea kanuni hizi tano. Mtu anaposhindwa kutenda maagizo haya matano, anakuwa hasara kubwa na mtu asiyefaa kitu katika utamaduni wa Mungu, kushindwa na agizo la kimbingu alilopewa mwanadamu alifanya. Kwa hiyo tunachosisitiza hapa, haya za jaza, tawala, ni maagizo, ni amri ambazo zinatufanya tufikie kusudi la Mungu. Kabla Mungu hajatuita katika jambo hili la maagizo haya matano, Biblia inasema Mungu akawabariki. Wangapi? Wawili. Mungu akawabarikia. Nataka tubaki hapo kidogo. Mungu akawabarikia, akawaambia. Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke. Wakati Mungu anapokuwa na Adamu na anapokuwa na Hawa, na jana tukasema Mwanzo 2 mstari wa 18, Biblia inasema Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye azake neno. Na tukasema wa kufanana naye ni wa kutofautiana naye, kwa sababu kuna vitu mmoja anavyo na mwingine hana, na kwa hiyo Mungu anaileta hii seti ikiwa pamoja yenye kutofautiana. Alafu Biblia inasema akawabarikia, akawaambia. Haya maneno ya baraka yanakuja kwa wote wawili. Neno baraka katika lugha ya Kiebrania ambayo ni barak, maana yake ni kwamba Mungu amemuumbia kila mwanadamu au kumjalia uwezo, kipimo, amemkirimia mema na amemwezesha kwa ajili ya mafanikio. Na kwa hiyo kila mtu katika maisha, Mungu anaposema akawabarikia, Mungu amemkirimia kila mmoja wetu kiwango cha baraka kisichofanana na mwingine. Kila mmoja ana baraka ambayo kwa kweli mwingine akiwa na hiyo baraka haifanyi